Kutokana na matukio ya ukatili yanayosababisha vifo, kamanda wa polisi mkoani Morogoro, kamishna msaidizi wa polisi ACP Andrew Kantimbo ametoa wito kwa wananchi kuacha vitendo hivyo, akisisitiza umuhimu wa kutatua migogoro kwa njia ya amani na kwa kufuata sheria. Kamanda Kantimbo ametoa rai hiyo alipofika katika eneo la maziko ya baadhi ya wananchi waliouawa katika matukio ya hivi karibuni yaliyotokea katika wilaya za Kilosa na Malinyi. Akizungumza na wananchi waliokusanyika kwenye mazishi ya mmoja wa marehemu katika kata ya Ludewa, wilaya ya Kilosa, Kamanda Kantimbo amesema kuwa matukio mengi ya mauaji huchochewa na wivu wa mapenzi pamoja na migogoro ya kifamilia. Ameeleza kuwa vitendo hivyo vinaweza kuzuilika endapo wananchi watakuwa tayari kushirikisha watu wanaowaamini, wakiwemo wazee wa busara, wazazi, walezi, viongozi wa dini pamoja na jeshi la polisi, ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe mapema. Matukio ya mauaji kwa kidogo yamekuwa ya kusikitisha sana. Huyo ni wito wangu, ndugu zangu, hakuna ujasiri wowote, wala sio ujasiri, wala sio kitendo cha kujivunia pale ambapo utamwondoa uhai mwenzio, aidha mkeo au rafiki yako, kutokana na kutofautiana tu katika masuala ya kwenye jamii au kifamilia. Sio ufahari kabisa. Haya mambo yanaongeleka, na ndio maana kuna watu mbalimbali, kuna wazee wetu wako hapa, wazee wetu wa busara kabisa. Unapokuwa na jambo lako linakutatiza, shirikishe mzee wako, rafiki yako wa karibu, mtu yote wa busara. Wazee wetu, viongozi wa dini wapo, tuwashirikishe. Tusikae na dukuduku moyoni ambalo wewe tatizo unaweza kuliona ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza kufanya usiweze kuishi tena, lakini ukimsimulia mwenzio, yeye atakupa ushuhuda kwamba hilo tatizo lako mbona ni dogo, atakupa njia sahihi ya kuweza kuepukana na hilo tatizo. Kwa upande wake, mkuu wa polisi wilaya ya Kilosa, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Janet Ng'anda, amewataka wananchi kuepuka kuendelea na mahusiano yenye viashiria vya ukatili, akisisitiza umuhimu wa kutoa taarifa mapema ili hatua zichukuliwe kabla ya madhara hayajatokea. Sana jamani, tuwe na hofu ya Mungu. Kama mmeshindana kwenye ndoa, achaneni. Kila mtu aishi tu mwenyewe. Achaneni ndugu zangu. Yaani tunakoelekea ni shida, ni tabu, na lile tukio naonekana alikuwa amejiandaa kabisa. Kwa hiyo niombe sana tuwe na hofu ya Mungu.